Leo tunataka kuzungumzia vita ambavyo vilipaswa kushindwa na taifa lenye nguvu kubwa duniani, lakini mwishowe likashindwa na kukalishwa chini. Dunia haikuamini kwamba kuna nchi ambayo ingeweza kusimama dhidi ya mbabe na mkorofi nambari 1 duniani, na sio tu isishindwe bali pia imchanganye adui na kisha kumpiga mweleka na kumpiga chini. Iran imefanikiwa kufanya hivyo. Haya sio maneno yangu. John Mearsheimer, mhadhiri mashuhuri wa taaluma ya siasa nchini Marekani, anasema katika Angamo la Kihistoria kwamba vita na Iran vimekuwa janga kubwa kwa Marekani. Hebu tuzingatie mambo matatu yenye thamani kubwa katika mtazamo wake kuhusiana na suala hili. Kwanza ni pigo kali zaidi kwa utegemezi kwa Marekani. Mearsheimer anasema baada ya vita hivi hakuna tena nchi yoyote duniani itakayokuwa chini ya mwavuli wa usalama wa Marekani. Nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi zimeona kwa macho yao zenyewe kwamba Marekani hata haiwezi kuwalinda washirika wake mkabala wa vipigo vya Iran. Iran imeonyesha kwamba ndiyo nchi yenye nguvu kubwa zaidi katika eneo la magharibi mwa Asia na tayari imechukua udhibiti wa lango bahari muhimu la Hormuz. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba mafuta ya nchi za Ghuba ya Uajemi lazima yapitie Iran. Marekani sio tena mtoaji maamuzi. Iran ndio inayotoa maamuzi ya mwisho. Pili ni kushindwa kukubwa kwa lobi za Wazayuni. Kwa kauli yake, Mearsheimer anasema Donald Trump alienda vitani na Iran kwa lengo la kumfurahisha Benjamin Netanyahu. Lakini nini kilitokea? Iran imetoa pigo kubwa kwa wavamizi kiasi kwamba sasa katika mitaa ya miji ya Marekani watu wanaikosoa vikali Israel kwamba ndiyo iliyosababisha maafa hayo. Hata umma wa Marekani umeamka na kupiga kelele ukisema umetuharibia nchi yetu kwa ajili ya Israel. Hii ina maana kwamba ushawishi wa miaka 70 wa lobi za Kizayuni dhidi ya matakwa ya wananchi wa Iran umepata pigo kubwa. Tatu ni kwamba Marekani imetengwa na Irani imependwa na kupata ushawishi mkubwa zaidi. Uhusiano wa Marekani na Ulaya ni mbaya zaidi kuliko hapo awali, ambapo sasa washirika wengine wa Asia pia wameipa kisogo Marekani. Lakini hali iko vipi kuhusiana na Iran? Iran imethibitisha kwamba ni nchi huru na yenye nguvu kubwa isiyohitajia NATO wala mwavuli wa Marekani. Ni nchi inayoweza kustahamili vita na hatimaye kuibuka mshindi katika uwanja wa mapigano. Kila mtu anaona kwamba sasa ulimwengu unawatumia Wairani ujumbe wa upendo, urafiki na ushirikiano. Matokeo ya mwisho kwa mtazamo wa mhadhiri huyu wa Marekani ni kwamba Marekani imeshindwa vita, nayo Iran imeweka historia. Hakuna tena mnyanyasaji na mkorofi anayethubutu kuitazama nchi hii, yani Iran, kwa jicho la tamaa na uchokozi. Jamhuri ya Kiislamu imethibitisha kivitendo kwamba nguvu halisi katika eneo hili haitoki Washington, bali inatoka kwenye irada na matakwa ya Tehran.